Kwa moja nikiwa katika kanisa letu kuu la Makande EIPCA, katika mitandao yetu ya EIPCA Makande Cathedral na mtumishi Kitonga live. Unaweza pale kuhakikisha kwamba umetufuatilia, you comment, the same time you can subscribe to our YouTube channels, na Mungu ataweza kukubariki. Yaliomo kabla tuingie moja kwa moja, hata kama leo hatuna picha za kutosha, lakini ningetaka tu kukuangazia vile wiki imekuwa. Na siku ya Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 11 mwaka wa 2025, askofu wa Dayosisi ya Pwani John Kariuki aliongoza ibada katika kanisa la EIPCA Mtwapa. Hiyo ni parokia ya Kilifi iliyoko chini ya kasisi Kevin Mwangi. Zaidi ya washirika 10 waliweza kupokea sakramenti ambayo inaitwa kipaimara pamoja na ushirika mtakatifu, ambazo ni sakramenti nambari 2 na 3 mfululizo, wengi wakiwa ni watoto wa brigadia waliofikisha miaka 12. Vile vile muungano wa wazazi wachanga waliongoza harambee ya kununua bidhaa za kupeperusha ibada moja kwa moja, yaani media equipments, na kulingana na kiongozi wa kikundi hicho Bwana Henry Mishik, shughuli imeanza kutekelezwa. Na vile vile yasemekana ya kwamba kupitia mwenyekiti wa kanisa hilo Bwana David pamoja na kamati yake wanahakikisha kwamba teknolojia imepewa kipaumbele katika kanisa lao. Vile vile imedhibitishwa na mmoja wa wasimamizi wa mitandao katika kanisa hilo katika Pwani ya kwamba Mtwapa imejipanga kutumia kamera aina ya 4K PTZ ambazo ni za kisasa, na kabla ya mwezi ujao tayari kila kitu kitakuwa shwari. Itakuwa kanisa la pili la EIPCA kutoka lile la Makande hapa Pwani kuwa na media ambayo itarusha ibada zake moja kwa moja, baadhi ya mipangilio mingine. Kwingine kwa mwenyekiti wa Dayosisi ya Pwani Bwana Peter Maina, na yeye aliweza kushiriki harambee 2 ambazo alipata fursa ya kusiongoza. Harambee ya kwanza ilikuwa EIPCA Makande ambayo ilitekelezwa na wazee ili kuongezea vioo za kuleta nguvu za umeme kutokana na miale ya jua. Baadaye aliweza kuondoka na kuelekea kanisa la Likoni EIPCA ambapo pia aliongoza harambee ya kuweka paa katika kanisa hilo. Nayo kanisa la EIPCA Nyali walikuwa na uchaguzi wa dharura baada ya washirika kupendekeza kuwepo kwa uongozi mpya. Nduru za wengi zandai mwenyekiti wa kanisa hilo Bwana Daniel Mundia alijiuzulu wiki moja iliyopita, na katikati ya wiki askofu wa Dayosisi ya Pwani John Kariuki akaandaa kikao ambapo aliweza kukaa na washirika wa kanisa hilo, na uamuzi kutoka ofisi kuu ya kidayosisi ya Eastern Coast iliyosimamiwa na askofu mkuu Daktari David Jogona ya kuwa ikahitaji kuweza kuwa na uchaguzi mpya ambao ulifanyika hapo Jumapili. Kwa vile mwenyekiti wa dayosisi alikuwa kwa shughuli nyingine, aliwakilishwa na mweka hazina wa dayosisi Bwana Jason Wajohi aliyeshuhudia uchaguzi huo ulioongozwa na kasisi wa parokia hiyo John Kiranga. Mwenyekiti mpya ni Bwana James Kiarie, mdogo wake ni John Munyoroku. Bwana Lawrence Wamai aliweza kurejeshwa kama katibu, mdogo wake akiwa Ezekiel Wanyoike. Naye Bwana Peter Marete akirejea kwa kiti yake kama mweka hazina, na mdogo wake akiwa Waiba Mwangi. Kwa upande wa mama mwenyekiti ni Esther Wasera, mdogo wake akiwa Esther Macharia, katibu akiwa Frida Cosmas, mdogo wake akiwa Christine Peter, na mweka hazina akiwa Angelina Wanja Morris, na mdogo wake akiwa Stella Karanja. Nao mkutano wa walimu wakuu wa shule ya msingi uliong'oa nanga Jumatatu ya wiki hii katika shule ya upili ya Shekalifa Bombolulu katika eneo bunge la Nyali
Walimu hao kutoka Meru ambao ni muungano kutoka makanisa mbalimbali waliweza kuhudhuria ibada kanisa la AIPCA Nyali wiki iliyopita baada tu ya kuwasili Mombasa asubuhi hiyo. Wakiongozwa na kasisi Midhika wa AIPCA na ambaye ni mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya Linjoka eneo bunge la Egembe Kaskazini, pamoja na mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Kilera ambaye ni bibi wa hayati askofu wa kanisa la AIPCA aliyekuwa chairman synod Philip Kubai, waliweza kwenda Nyali, na wanasema ya kwamba Nyali AIPCA ni nyumbani na wanapendezwa wanapokutana na watu wa kwao. Huo ndio mwisho wa habari za mseto hadi wiki ijayo. Jina langu ni Deacon Gitonga. Usiende mbali ambapo ni Family Clinic, na leo tutaangazia mbinu za kuweza kukabiliana na changamoto za maisha.